Naam mtazamaji bwana, hatimaye tumepata confirmation kuhusiana na video ya Mbosso Khan. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimeibua mjadala mzito sana huko mtandaoni ni hii video ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, moja kati ya video bora kabisa kutoka kwa mwaka huu hapa 2026. Bwana, hii video bwana imekuwa ni kama vile mwendelezo wa mafanikio katika upande wa tasnia ya mziki katika career ya Mbosso Khan. Kama unavyoelewa kwamba Mbosso bwana kila akitoa afanye makosa, yani kila ngoma ambayo anayoitoa kiukweli ni dongo, ngoma ni jiwe, na mwisho wa siku inakuwa na mafanikio makubwa sana. Na hii ni mwendelezo, nimesema hivyo kutokana na kwamba hata mwaka uliopita, mwaka 2025, ni kwamba Mbosso Khan bwana aliachia EP yenye track takriban 6 na ilikuwa inakwenda kwa jina la Room Number 3. Na hiyo EP ambayo aliitoa Mbosso bwana haihitaji maelezo mengi. Ni EP ambayo kila mtu anaelewa kabisa kwamba balaa ambalo limefanyika humo ndani lilikuwa si la kawaida. Maana kama unakumbuka vizuri bwana, katika ile EP ya Mbosso Khan ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba bwana Mbosso alifanya finito kwa kutoa katika zile ngoma 6, kuna ngoma takriban 2 ambazo zilivunja rekodi. Tunaweza kusema hivyo, yani ndio nyimbo bora kwa mwaka uliopita 2025. Hapa nazungumzia ngoma inayokwenda kwa jina la Power, lakini pia vile ngoma nyingine inakwenda kwa jina la Viola. Bwana, hizi ni ngoma 2 pendwa kabisa na zikamsolidify Mbosso kama msanii ambaye baada ya kutoka WCB ameonyesha kwamba bado yuko na potential ya kuwa successful, yani ya kupata mafanikio akiwa nje ya record label hiyo ya WCB. Sasa hapa ndo maana nimekuambia kwamba huu bwana ni mwendelezo wa kijana huyu bwana Kilungi akiwa anazidi kufanya poa kwa mwaka huu hapa tena. Baada ya kutoa ngoma hiyo ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, alianza kuitizi tokea siku 6 zilizopita. Mbosso alikuwa anaposti mahesabu, yani labda anaandika 7 mara moja sawa sawa, alafu anaandika 3 jumlisha 4 sawa sawa, anaandika tena labda 14 gawanya kwa 2 sawa sawa. Majibu yote alikuwa anaeleweka kwamba jibu ni 7. And then siku ya juzi kabla ya kutoa nyimbo yake akasema kwamba 7 itaongea, na ndio hapo akaachia ngoma yake ile siku iliyofuata ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, ngoma imekuwa imebust. Kwa kifupi tunaweza kusema kwamba ngoma imependwa, na mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza iko on trending namba 1 ikiwa na masaa 24 tayari na zaidi ya views 900,000, yani inakaribia views milioni. Nadhani hata haitozidi siku 2 ngoma hii itakuwa na zaidi ya views milioni. So hii ni success nyingine. Yani haya bwana ni mafanikio mengine ambayo Mbosso Khan bwana ameyapata baada ya kutoka WCB kwa mwaka huu 2026. Hii ndo ngoma yake ya kwanza, lakini tayari ameshaanza kuonyesha ubabe kupitia ngoma hii ambayo ndio kwanza imetolewa kwa ndo ngoma ya kwanza mwaka huu tokea uanze kwa upande wake Mbosso, lakini imekuwa very successful. Sasa baada ya hii ngoma kutoka bwana, ni kwamba kumekuwa na maneno mengi sana bwana, maneno na mambo ambayo yamekuwa yakitrend huko mtandaoni ni mengi mno. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimezungumziwa ni kuhusiana na video yenyewe, ukachana na mafanikio ya video hiyo, lakini kuna vitu vingine kibao ambavyo vimezungumzwa actually pia vile kabla sijasahau. Ni kwamba ngoma hii bwana inafanya vizuri, sio YouTube tu kwamba iko number 1 on trending, lakini pia hata kwenye upande wa Boomplay ni nyimbo ambayo inakimbiza on trending namba 1. Lakini pia huko Boomplay ni kwamba Mbosso ndio most searched artist kwa sasa hivi, yani msanii ambaye anasikilizwa zaidi Boomplay kwa sasa ni Mbosso Khan. Wadau mbalimbali wamempongeza. Pongezi zimetoka kwa watu wengi sana. Ukiendelea kuwa nasi hapa Trend TV, basi tutakupa details kwa kila mtu ambaye amekuwa akimpongeza Mbosso kutokana na mafanikio ambayo ameyapata au kwa hizi kazi ambazo amezionyesha baada tu ya ngoma yake hii ya Darasa la Saba kutoka. Lakini kitu kingine ambacho hapa nataka nizungumze bwana ni kuhusiana na sakata zima la video yake hii ya Darasa la Saba, kwa sababu Mbosso wala hajakwepesha, amenyoosha moja kwa moja, ameachia video moja kwa moja na audio ameachia katika platform za kustream, yani streaming platforms ameachia audio, lakini kwa upande wa YouTube amedondosha video ya hiyo ngoma moja kwa moja.
Yeah, bwana, mambo ni moto kweli kweli. Hapa tuko na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Queen Frazian. Bwana, huyu ni bidada ambaye alitrendi sana katika project iliyopita ya Mbosso Kani. Huyu Queen Frazian bwana, unaweza kuwa umjui, lakini nikikutajia jina ambalo alitrendi nalo basi obviously utakuwa unamkumbuka. Hapa tunamzungumzia bonge la dada mwenyewe. So bidada huyu bwana, hivi karibuni katika project mpya ambayo ameitoa Mbosso Kani kwa mwaka huu 2026 inayokwenda kwa jina la Darasa la Saba. Bwana, humo ndani bidada huyu ameamua aonyeshe uwezo wake kwa mara ya kwanza kabisa, aonyeshe uwezo wake ambao yuko nao katika upande wa kuimba. Bwana, kumbe huyu bidada bwana yuko na talent pia ya kuimba. So nitakusikilizisha umsikilize, alafu utatuambia wewe mwenyewe kwamba je, anafaa kuingia katika muziki au la. Maana bwana mrembo ameimba nyimbo mpya kabisa ya Mbosso Kani ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba, moja kati ya ngoma ambazo zimetoka siku ya juzi, lakini kiukweli ni moja kati ya kazi ambazo zinafuatiliwa kupitiliza huko mtandaoni. Ni ngoma ambayo ina trend to the maximum. Watu sasa hivi huambii kitu kuhusiana na hiyo ngoma ya Darasa la Saba. Sasa huyu bidada Queen Frazian naye bwana ameamua kuonyesha uwezo wake ambao yuko nao katika upande wa kuimba a cappella, yani anaimba bila biti, bila background sound, yani anaimba hivi hivi kavukavu. Anaonyesha jinsi gani ambavyo ye mwenyewe pia ana uwezo wa kuimba. Maana tumeshamzoea kama dancer, lakini this time around bwana ameamua na yeye pia atuonyeshe kwamba yuko na talent ya kuimba. Na baada ya bidada huyu bwana kuamua kufanya hivyo bwana, ni kwamba wadau mbalimbali bwana huko mtandaoni wametoa kama suggestion kwamba Mbosso bwana ampe collab huyu bidada, huenda akawa na yeye pia yuko na talent, kwa sababu hii sio mara ya kwanza kumwona bidada yeye pekee akiwa naimba. Tunakumbuka kwamba kuna madansa wengine kibao na wenyewe nao pia walikuwa wana dance, lakini at the end of the day tumeona wamekuwa waimbaji na maisha yao yamekuwa ni mazuri zaidi hata ya kipindi kile ambapo walivyokuwa wana dance. Umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa upande wa bidada huyu naye pia wadau bwana amesema kwamba Mbosso amtazame kwa jicho lingine, kama vipi ampe opportunity ya kuimba. So bila kupoteza muda nataka hapa bwana umsikilize yeye mwenyewe bidada alivyokuwa akiimba, maana hapa kuna video ambayo imeenda viral kweli kweli huko mtandaoni, bidada akiwa anaonekana anaimba nyimbo hiyo ya Mbosso Kani Darasa la Saba. Kuna kipande ambacho yeye amekipenda, kimemkosha, akaamua kukiimba hapa akapela. Nataka usikilize kidogo bidada huyu bonge la dada au Queen Frazian akiwa anaimba nyimbo hiyo ya Darasa la Saba. Baby, uko wapi bwana? Ujue mimi mwanzo nakutafuta sana. Taarifa zako mbona sizipati tena? Kiukweli ile swala katisha tamaa. Uwezi amini juzi nilikuwa Mwanza, cha ajabu sikukuona nikarudi na samani. Baby, Pablo, the battery is below 50%. Sasa zako jumbe na vile vizawa. Tell me, tell sana. Tell me, tell sana. So mtazamaji, mambo ndo kama hivyo. Bwana bidada Queen Frazian alikuwa hapo anaonyesha uwezo wake wa kuimba a cappella kupitia nyimbo ya Mbosso Kani ambayo inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. So ukiwa kama mdau bwana, hebu tuambie unahisi kwamba bidada yuko na talent au la? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.